Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema atakuwa kule Washington katika mazungumzo na Iran, licha kuwa ya kwamba Tehran haipasi kupata silaha za nyuklia. Rais huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari, hatukubali Iran iwe na silaha za nyuklia. Hili ni nambari moja, alisema alipoulizwa kuhusu kigezo chake cha makubaliano mazuri na Iran. Hakuna silaha za nyuklia. Hiyo ni 99%, Trump aliongeza. Mamlaka za Iran zimerudia kusema hapo awali kwamba hazitafuti kupata silaha za nyuklia, lakini Marekani iliona kwamba nchi hiyo ilikuwa ikienda katika kutengeneza silaha za nyuklia, na hivyo wakati huu rais huyo wa Marekani alisema ili kuwe na makubaliano kati ya Marekani na Iran, ni lazima Iran wachane na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Huko taarifa zaidi zikisema kwamba mpango wa Marekani sasa ni kuhakikisha inaondoa uranium iliyorutubishwa katika taifa hilo la Kiajemi, na kwamba wapo tayari kushirikiana na Iran kuondoa uranium yote ambayo imerutubishwa katika taifa hilo. Kabla ya makubaliano haya, wakati wa kuzuka kwa vita kati ya Iran na Marekani, moja kati ya kigezo ambacho Marekani imekizingatia kwa muda mrefu ni Iran iachane na mpango wake wa nyuklia. Na ndiyo maana hata katika vita vya siku 12 mnamo mwezi Juni, Marekani ilitumia makombora ya Buster kwa kutumia ndege za B-2 kufanya mashambulizi yaliyolenga vitu vya nyuklia vya Fordo na Natanz pamoja na Isfahan, kuhakikisha wanaharibu karibia kilogramu zaidi ya 400 za uranium iliyorutubishwa, sawa na 60%. Hata hivyo, Iran inadaiwa ilisafirisha paundi 25,000 za uranium iliyorutubishwa nje ya nchi. Na taarifa kutoka Washington zinasema kwamba huu ni uvunjwaji wa sheria na makubaliano ya JCPOA ambayo yalimfanya rais wa Marekani Donald Trump kuitoa Marekani katika JCPOA. Hata hivyo, ilitoa ufikiaji usiku wa wakifani kwa vifaa vyake vya nyuklia na mnyororo usambazaji. Kwa sababu Iran imekamilisha hatua hizi, Marekani na jumuiya ya kimataifa zinataka kuanzisha awamu mpya ya JCPOA, ambayo ina maana kwamba Marekani itaanza kuondoa vikwazo vyake vinavyohusiana na nyuklia dhidi ya Iran. Na hata hivyo, idadi ya mamlaka ya vikwazo vya Marekani na uteuzi utaendelea kubakia hapo hapo. Lakini Marekani inaamini kwamba Iran ilifikia hatua ya kutengeneza makombora ya nyuklia na kwamba kiasi kikubwa cha urani kilihamishwa kupelekwa katika mataifa rafiki. Kiasi cha 60% cha uranium iliyorutubishwa, Marekani inasema lazima kiondolewe. Hayo ndiyo matakwa makuu ya Marekani wakati huu inapoingia katika mazungumzo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Iran ingehitaji vipengele viwili tu muhimu kutengeneza bombo la uranium. Uranium ya kutosha iliyorutubishwa sana kuzalisha nyenzo ya kutosha kutengeneza bomu hilo la nyuklia, kwa kuongeza tu 30% ya kurutubisha urani, kwani 90% huweza kutengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo, taarifa za siri kutoka Washington zinadai kwamba hivi sasa Iran ina akiba ya uranium ya kuunda mabomu 8 hadi 10 ya nyuklia. Lakini kutokana na mkataba huo wa nyuklia, Iran lazima ipunguze hifadhi yake ya uranium kwa 98% na itaweka kiwango chake cha kurutubisha uranium kisichozidi 3.67, kwa kiasi kikubwa chini ya kiwango cha kurutubisha kinachohitajika. Iran pia inahitaji makumi ya maelfu ya centrifuges kuunda uranium iliyorutubishwa sana kwa bomu. Hivi sasa Iran ina karibu centrifuges 20,000 kati ya vifaa vyao vya kurutubisha uranium vya Natanz na Fordo, lakini chini ya mkataba huo sasa, Iran lazima ipunguze viunzi vyake vya kati hadi 6,104 kwa miaka 10 ijayo. Hakuna urutubishaji utakaoruhusiwa hata kidogo katika kituo cha Fordo na kituo cha Natanz ambavyo Iran inahusishwa kutumia katika urutubishaji wa uranium. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe chaneli yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia Mea Mswahili kila tunapoziweka.